Kishindo cha mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia aliyekuwa nyota wa klabu ya Mamelodi Sundowns kabla ya kuondoka baada ya kuitumikia kwa misimu 6, Peter Shalulile kutua katika klabu ya Yanga hakijaishia tu hapa nchini, ambapo baadhi ya wadau walikuwa wakieleza hapo kabla kwamba sio tu Yanga, hakuna klabu yoyote nchini inaweza kumtoa Peter Shalulile kutokana na wasifu wake na gharama kubwa za kumpata ili kuwapiku wengine ambao pia wanamhitaji, klabu mbalimbali za kule nchini Afrika Kusini, lakini kwingineko Afrika na nje ya Afrika. Lakini mwisho wa siku wananchi Yanga wakawaduaza wengi wao kwa kufanikisha saini yake, wakambulisha rasmi kwamba yeye ni miongoni mwa wachezaji wa Yanga kwa 2026-27 kwa kocha Mangoba Mngiti ambaye alifanya kazi naye Mamelodi Sundowns kwa kipindi kirefu. Ikawa ni gumzo sasa, sio tu hapa nchini, kule Afrika Kusini bado mjadala unaendelea kwamba imekuwa kwaje kwa Peter Shalulile aliyekuwa akitakiwa na klabu nyingi tena zenye majina makubwa na fedha nyingi, halafu anakwenda katika ligi kuu ya Tanzania, anakwenda kujiunga na Yanga. Ndio inafahamika hapo kabla miongoni mwa klabu zilikuwa zinahusishwa sana na Peter Shalulile ni pamoja na Pyramids ya kule nchini Misri. Pyramids ni matajiri. Pyramids wana wasifu mkubwa hivi karibuni kwa sababu msimu uliopita walitoa taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Pyramids hivi sasa wanafundishwa na kocha Rulani Mokwena ambaye ameshafanya kazi pale Mamelodi Sundowns na miongoni mwa nyota wake alikuwa ni Peter Shalulile. Kwa hiyo ilitarajiwa Rulani Mokwena ataweza kufanikisha dili ya kuvuta Peter Shalulile katika klabu ya Pyramids, na kwamba dau kubwa waliloweka mezani Pyramids kiasi cha mabilioni ya fedha kwa fedha za Tanzania kingemvutia zaidi Peter Shalulile. Lakini pia kuna klabu nyingine nyingi za kaskazini mwa Afrika ikiwemo Esperance de Tunis. Kuna klabu nyingine nyingi za nje ya Afrika hasa barani Asia ikiwemo kule nchini Saudi Arabia. Kwa hiyo ilionekana kana kwamba ni kitu kisichotarajiwa kwa Peter Shalulile aliyetoka kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns kwenye msimu juzi tu hapa ajiunge na Yanga. Lakini ndicho kilichotokea. Sasa maswali wanajiuliza, vyombo mbalimbali vya habari vinajadili kulikoni Peter Shalulile akaamua kwenda Yanga. Lakini miongoni mwa majibu ambayo wanajipa wenyewe, kwanza ni pamoja na ukweli kwamba Yanga wako smart sana, wamempata kocha Mangoba Mngiti kutokana na project yao, mradi wao juu ya mipango yao msimu wa 2026-27 na kuendelea. Mangoba Mngiti amechangia katika kuvuta Peter Shalulile Yanga. Ndiyo baadhi ya majibu wanajipatia wenyewe. Lakini wengine wameenda mbali zaidi, wakamtafuta rais wa Yanga Engineer Hersi Said na kumhoji kulikoni, amefanyaje mpaka wakampata Peter Shalulile ambaye ni wa moto sokoni kutokana na ukweli kwamba ameshathibitisha ubora wa hali ya juu. Ndiye mchezaji mwenye rekodi ya kufunga mabao mengi zaidi katika ligi kuu ya Afrika Kusini, hana mpinzani akiwa na rekodi ya kufunga mabao 130 tangu ligi kuu ya Afrika Kusini ianzishwe PSL. Mchezaji mwenye rekodi ya mabao mengi, all time goal scorer, ni yeye Peter Shalulile, akifuatiwa na Siabonga Nomvete mwenye mabao 129 legendary ambaye alishastaafu soka. Lakini ni huyu Peter Shalulile pia anashikilia rekodi ya kuwa mchezaji aliyefunga mabao mengi zaidi katika michuano ya kombe lao la FA maarufu kama Nedbank akiwa na mabao 14. Lakini hiyo haitoshi, Peter Shalulile ana rekodi pia ya kuwa mchezaji kutoka katika klabu za Afrika Kusini kufunga mabao mengi zaidi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Amecheza mechi 55, amefunga mabao 21. Lakini hiyo haitoshi, Peter Shalulile ameshawahi kuwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-23 akipachika mabao 6, assist 1 baada ya kupiga mashuti 22, kuna moja amelenga shabaha. Hivi karibuni ndani ya Mamelodi Sundowns hakuwa anacheza mara kwa mara. Badala yake kocha Miguel Cardoso alikuwa akitumia wachezaji wengine kama Brian Leon, walimsajili Mkolombia huyu na kumpa nafasi zaidi ya kucheza badala ya Shalulile. Na sababu ni pamoja na majeraha na mifumo tu ya kocha. Hata hivyo katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu uliomalizika, yeye alikuwa ni sehemu ya kikosi kilichowezesha Mamelodi Sundowns kufanikisha mbio zake za kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, akicheza baadhi ya mechi ikiwamo mechi dhidi ya MC Alger aliyocheza vizuri sana. Sasa maswali, sifa zote hizi za Shalulile takiwa kwake sana amejiunga na Yanga. Sababu nyingine ambayo ikabidi amuulize Engineer Hersi Said kwamba umefanyaje mpaka mkampata, akawajibu kwamba yeye alishaanza harakati
za kumfukuzia Peter Shalulile kitambo. Walikuwa waishi kupigiana simu, haishi kuzungumza naye kwamba siku ukimalizana, ukitoka Mamelodi Sundowns, basi utakuwa mchezaji katika klabu yangu. Na hicho ndicho kilichotokea. Na kwamba kilichowafanya Yanga washinde, mbali na masuala ya fedha, wamemkariri Injinia Saidi akiwaeleza kwamba fedha pekee sizo zilizomvuta Peter Shalulile ndani ya Yanga, kwa sababu zipo klabu ambazo zimeweka dau kubwa zaidi kuliko wao, bali kilichomvutia ni mipango kazi yao, ni mradi wao. Project ya Yanga chini ya kocha Mangoba Mngiti ndio imemvutia, na matokeo yake wamempata, wakitumai kupata makubwa kutoka kwake. Sasa huyu Peter Shalulile ndani ya Yanga, umri wake miaka 32, hatarajiwi kwamba mbio nyingi. Yeye anajua sana pa kusimama ili apachike mabao. Kwa hiyo anaweza akamsaidia kocha Mangoba Mngiti katika kutekeleza wajibu wa msingi ambao ni kufunga mabao. Lakini kubwa zaidi ni akiwa amewahi kufanya kazi na kocha Mangoba Mngiti, yeye akitumikia Mamelodi Sundowns kwa misimu 6 kuanzia 2021, Mangoba Mngiti akitumikia Mamelodi kwa miaka 2, akitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika na Mamelodi Sundowns 2016, 2017 chini ya kocha Pitso Mosimane. Mangoba Mngiti alikuwa ni miongoni mwa makocha wasaidizi wa Pitso Mosimane. Sasa nyakati ambazo Mangoba Mngiti yuko Mamelodi Sundowns, ameshakuwa pia kocha mkuu, na miongoni mwa wachezaji wa nyota alikuwa akiwatumainia ni pamoja naye Peter Shalulile. Kwa lugha nyingine, staili ya Mangoba Mngiti katika ufundishaji, katika timu zake namna zinavyocheza, kwamba ziwe zinamiliki zaidi mpira, kuwatesa wapinzani, kuwabaliza nguvu kwa kuwafanya wawe wanasafa muda wote kutafuta mpira kwa tochi, lakini pia kushambulia kwa kasi, kuhakikisha wanarejesha mpira mara tu unapotwaliwa na wapinzani, namna wanavyokwenda kushambulia, njia wanazopita, yeye Peter Shalulile anafahamu vizuri sana. Kwa hiyo matarajio ni kuona mbali na kutumika uwanjani katika mipango ya Yanga kwenye kufunga, Peter Shalulile atakuwa anasaidia baadhi ya wachezaji ambao pengine kwa kuwa kocha Mngiti ni mpya kwao, wanaweza kupata shida katika baadhi ya maeneo kuelewa nini kinachotakiwa katika kuifanya Yanga itishe kwa staili ile ya Mamelodi Sundowns ambayo hivi sasa ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika na ndio mabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa pia wamewahi kutoa taji la AFL. Huyu Peter Shalulile ni mshindi wa ligi ya mabingwa barani Afrika kama tulivyotoka kueleza, lakini pia ni mshindi wa taji la ligi kuu ya Afrika Kusini mara 5. Ameshawahi kutoa taji la FA Bank na mataji mengine mbalimbali. Kocha Mngiti pale ambapo atapata wakati mgumu katika kuelewesha baadhi ya wachezaji juu ya nini anataka, bila shaka Peter Shalulile atakuwa na act kama msaidizi fulani hivyo kufikisha ujumbe wa kocha kwa baadhi ya wachezaji, kwa sababu Mngiti ni mpya kwao. Yeye Mngiti anamtambua na anajua to Z ya namna wanavyopaswa kucheza ili wa dominate katika mechi nyingi kama wanavyofanya Mamelodi Sundowns, ambao unaweza ukawafunga, ukatoa sare, wakakufunga, haijalishi, wao ndio huwa wanamiliki zaidi mpira na muda mwingi wanakufanya ujikute uko nyuma katika kuzuia. Na kwa sababu hiyo Mngiti kwa hapo kwake akiwa na Peter Shalulile kunahakikishia Yanga unafuu kwa wachezaji wake kuadopt kupokea maelekezo ya kocha Mngiti ili mwisho wa siku wapate kile wanachokihitaji. Soka zuri lakini lenye mafanikio. Bado mjadala Afrika Kusini unaendelea kuashiria kwamba hili tukio la Yanga kumpata Peter Shalulile, mchezaji wa kimataifa wa Namibia, sio jambo dogo hata kidogo. Je, itakuwa vipi? Ni kwa namna gani Peter Shalulile atadeliver, kwa maana kwamba ataonyesha ule ubora wake katika kupachika mabao, na atamsaidia vipi kocha Mangoba Mngiti ndani ya uwanja kufikisha ujumbe wake ili Yanga itumie muda mfupi kucheza aina ya soka analolihitaji kocha Mangoba Mngiti na hatimaye kupata matokeo? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.